kuna mambo ambayo yanajitokeza na kuna mipango mikakati, al-a'malu istratijia. Kuna masala ya kimikakati kabisa ambayo imeandaliwa haya masala kwa ajili liisqati shuyukhi, kwa kuwaporomosha na kuwadondosha kabisa mashekhe. Subhanallah. Huu ni mpango mkakati shekhe, umeandaliwa maalum kabisa kwa ajili ya kuwadondosha mashekhe. Na tusipokuwa makini inawezekana watu wakawa na lawama nyingi sana kwa mashekhe bila kutazama kama kuna mipango fulani fulani inayotengenezwa. Mathalan, mimi binafsi kuna simu ambayo nilipokea takriban kama miezi miwili hivi iliyopita. Nilipokea simu kutoka kwa mwanamke ambaye aliwahi kuwa mke wangu. Na toka nimemwacha mpaka sasa ni miaka 6. Subhanallah. Akanipigia simu ananiambia, shekhe, unajua kwamba uliponiacha mimi nilikuwa mjamzito wa miezi miwili, yani na ujauzito wa miezi miwili. Mwaka wa 6 huu ulikuwa na ujauzito wa miezi miwili? Sema naam. Na nilijifungua mtoto wa kike. Na sasa hivi ana takriban miaka 5. Unaona hatari hiyo? Kwa hiyo sasa nataka nikuletee mtoto wako muone. Alafu pili, lazima ujue, maana tayari mimi nishafanya jitihada kubwa sana, lakini hapa palipobakia na wewe sasa uendelee katika kumtunza huyu mtoto. Nasema subhanallah, hii mbona balaa tena hili? Haya yamekuaje tena? Miaka 6 ndio nakuja kufahamishwa haya mambo leo. Sasa mimi nikawa sina wasiwasi kwa sababu najua haya mambo ni mambo ya uongo tu. Nikamwambia sawa, huyo mtoto wewe unaposema kwamba ni wa kwangu mimi na ana miaka 5 na wewe uliondoka kwangu ukiwa na ujauzito wa miezi miwili, taarifa hizo zinakuja leo, hii inakuaje habari hizi? Naomba tuende vizuri hapa ndugu zangu, ili muone kabisa kama kuna mipango mkakati unaotengenezwa kwa lengo la kuwachafua na kuwaharibia mashekhe. Subhanallah. Wallahi ni hatari sana. Usipotafakari vizuri unaweza ukakurupuka, unamlaumu mtu, unamtukana mtu, unamkejeli mtu, unamshusha mtu, kumbe bila kujua kabisa kwamba kuna mipango imetengenezwa rasmi kabisa kwa hali hiyo, kwa ajili ya matendo kama haya. Basi mimi nikamwambia yule binti, bana, mimi ninavyojua tulishaachana, na ninavyojua wakati naachana na wewe haukuwa mjamzito. Kwa hiyo hayo mengine, kama una mtoto basi sio kwangu mimi, atakuwa ni wa hao watu wengine ambao walikuwa nao na kufanya nao maisha katika wakati wa sasa. Yule akanambia, bana, hiki kitu ninakwambia niko serious. Wewe ulivyokuwa jana si leo, na leo si kesho. Hivyo ndivyo ambavyo utapata saada fi hadhihi dunya wa fil akhirah. Utapata maisha mazuri katika hii dunia na kesho akhira. Ishike nafsi yako, ikataze na kutamani, ikataze na husda, ikataze na